Baba yako ana moja, baba yako ana mbili, au mama yako ana moja, mama yako ana mbili. Hali hii humtengenezi yule mtoto tena kuja kuwa mtoto anayetegemewa katika jamii. Kaachwa ndio na watoto, mume kaenda kuoa mke mwingine. Mahitaji yoyote hayapati katika malezi ya kuwalea watoto wake. Amejikuta yeye ndio kila kitu, ndio muhimili wa wale watoto. Ajue watoto wamekula, ajue watoto wamevaa, ajue watoto wamelala vizuri, ajue namna ya kuwafundisha watoto wamekwenda shule. Yaani bimana majukumu yote ya familia yote yamemwelemea yeye. Mama huyu cha kwanza kabisa anatakiwa kwanza kabisa amshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani yeye ndo anayetoa na yeye ndio anayeondoa. Neema zote zinatoka kwake na mipangilio yote ya maisha ya mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari amekusha kuiandaa. Kikubwa kwa binadamu kama huyo au mama kama huyo kwanza ni kuwa na imani. Amuamini Mwenyezi Mungu katika kila hatua kwamba yeye ni binadamu ameumbwa, na kama ameumbwa katika huu mgongo wa ardhi au katika dunia hii, basi ajue ni mengi ataweza kuyapitia. Moja ya mitihani ambayo mwanadamu anaweza kuyapitia ndo kama hayo. Sasa tayari ameshaachiwa jukumu la malezi ya watoto. Anatakiwa ajikubali kwamba mimi nina uwezo na mimi ni mwanamke na nitaendelea kusimama katika nafasi yangu kama mwanamke pasina ya kutetereka. Kikubwa kingine kitakachomfanya mama huyu awe na upesi katika malezi ya wale watoto wake ni muamala mzuri na jamii ambayo inamzunguka. Muamala mzuri na jamii kivipi? Anakuwa ana ushirikiano mzuri na jamii anayoishi naye. Kama ambavyo tumefundishwa pia, maneno mazuri ni sadaka. Tunapozungumza maneno mazuri na majirani, hili ni sadaka pia kuwalinda watoto. Unaweza ukapata dharura katika kazi, unakwenda katika majukumu yako ya kutafuta. Watoto wako nyumbani. Nani atawaangalia kama muamala mzuri na jamii hakuna? Inabidi ni wale majirani zako ndio utakao waomba kwa ajili ya kukutizamia watoto wako. Kwa hiyo muamala mzuri na jamii kwa mwanamke ambaye ameachiwa watoto peke yake kulea ni mzuri zaidi kwa ajili ya mustawa. Ima kwa baba au kwa mama, hata kama wanandoa wanakuwa wako pamoja na watoto wao, muamala mzuri na jamii ni mzuri zaidi, kwa sababu kuna shida mbalimbali ambazo jamii inaweza ikapata au familia inapata, na jamii ndio inatakiwa isaidie familia hiyo. Na kingine ni kuwa mtumwa. Sometimes unatakiwa unakuwa mtumwa katika jamii. Mfano, kuna jambo limetokea, una uwezo wa kulisaidia lile jambo bila ujira wowote, unajitoa katika lile jambo. Nini? Kwa ajili ya kutengeneza ulinzi na msingi wa maisha ya watoto wako, kwa sababu mtoto anapokuwa katika tumbo la mama anakuwa ni wa mama. Mtoto akishatoka katika tumbo la mama, mtoto yule anakuwa ni wa jamii. Kwa hiyo ili jamii iweze kukusaidia katika aina moja au nyingine katika malezi ya mtoto wako, ni lazima wakati fulani uwe mtumwa. Na kingine pia ukubaliane na baadhi ya masala ambayo ni yanawema, kwamba jambo hili ni sawa sawa, unakubaliana nalo. Ima wakati mwingine linaweza ukaona kwa upande wangu hapana, lakini kama kwa upande wa pili wa wale unaoishi nao liko vizuri, unakubaliana na ile hali kwa ajili ya kutengeneza mustawa na ulinzi wa watoto wako au wa mtoto ambaye uko naye. Mzazi anapokuwa, haswa mama, amepitia machungu mengi katika maisha yake ya ndoa, mpaka inakuja kufikia ile ndoa yake imekufa, amebaki kuwa sasa ni single mother, mama mmoja, tuseme single parent, mzazi mmoja. Asichukue yale maumivu yake, hasira yake, mateso yake kuyahamishia kwa watoto kwenda kwa baba. Hapana. Huyu mzazi atakuwa hajamtendea bado haki mtoto ambaye kaachiwa. Mzazi huyu anatakiwa kuhakikisha mtoto wake anapata mahitaji kama ambavyo mtoto ambaye anaishi na baba na mama anapata hayo mahitaji. Anatakiwa apambane na aache tamaa ya dunia, tamaa ya kujifikiria yeye sasa na nafsi yake sasa. Hivi vitu anatakiwa aviweke kwanza pembeni. Hakikisha anatengeneza mustawa mzuri na msingi mzuri wa mtoto. Haijalishi yuko peke yake, haijalishi yuko vipi. Na kikubwa zaidi, familia yake iwe inamsapoti na kumwambia kwamba unaweza kusimamia huyo mtoto, na akasimama na akaja kuwa kijana mzuri sana, au akaja kuwa binti mzuri katika jamii, tena mwenye heshima zote. Lakini hii ni mama akiwa na utambuzi, mama akiwa na akili timamu. Mama kama hana akili timamu, bimaana ni mama ambaye anaipenda sana dunia na kutokufikiri kile alichokizalisha, basi mama huyo mtoto atalelewa na jamii na hatojali chochote kuhusiana na huyo mtoto, kwani anafikiria ya kwake tu, kwamba mimi nilikuwa na sasa hivi nimefanyiwa hivi na mimi nitafanya vile. Huyo si mama. Mama bora ambaye ameachiwa jukumu la malezi ya mtoto, mama huyu anataka kuhakikisha msingi imara wa mtoto wake unasimama. Asichukue chuki zake akaenda akazihamishia kwa mtoto, akaanza kumpa kitabu, baba yako ana moja, baba yako ana mbili, au mama yako ana moja, mama yako ana mbili. Hali hii humtengenezi yule mtoto tena kuja kuwa mtoto anayetegemewa katika jamii, bali utamtengeneza mtoto ambaye atakuja kuwa ni sumu na chuki kubwa katika jamii na kusababisha jamii nzima kuharibika.